Mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Daktari Angeline Mabula, ambaye pia ni mdau mkubwa wa soka katika wilaya Ilemela, aliomba serikali kuunga mkono wadau wa michezo wenye nia nzuri na wanaotaka kuwekeza kwenye ujenzi wa miundombinu ya michezo katika wilaya hiyo. Rai hiyo ameitoa wakati wa uzinduzi wa viwanja vitano vya michezo mbalimbali vilivyogharimu kiasi cha shilingi milioni 240 vilivyojengwa kwenye shule ya msingi Gombe. Maeneo ya wazi yanaachwa kwa ajili ya michezo ikiwa ni dhamira njema ya kuacha, lakini yanapokaa kwa muda mrefu bila kuendelezwa, wananchi wanaanza kuvamia, wanaona kama vile hakina kazi ya msingi au nini, lakini yanapangwa kwa namna ya kuweza kusaidia vizazi vijavyo, na hasa kwenye mashule. Sasa hivi shule zingine zinajengwa hazina kiwanja hata kimoja cha michezo. Matokeo yake ni kwamba kiwanja kilichokuwepo kimebadilishwa matumizi, au pia wamepeleka shule katika maeneo ambayo hayana maeneo makubwa ya kuweka viwanja. Kwa mimi niwaombe tu wa Tanzania, pale ambapo watu wa mipango miji wanapanga plani zao kwamba hili ni eneo la umma, hili ni eneo la michezo, hili ni eneo labda la makazi, basi waheshimu kile ambacho kimepangwa, sababu matokeo yako ndio kama haya. Kwa mfano hapa wasingepatunza, tusingeweza kupata hivi viwanja, lakini wameweza kupatunza, tumepata viwanja zaidi ya 6 hapa ambavyo vipo katika eneo moja. Kwa kikubwa ni kwamba lazima tuone ni namna gani tunaheshimu na kuona mpango unaopangwa katika uendelezaji wa miji unaheshimika, na matokeo yake ni kwa faida ya vizazi vilivyopo na vijavyo. Nadhani kubwa tunatakiwa wote kupenda michezo, lakini pia kuwapa support. Kama mtu amekuja kukusaidia wewe, basi ukibebwa na wewe bebeka, usingoje kila kitu uletewe. Na ndio maana nikatoa rai kwa halmashauri, kwa sababu ndio wadau wakubwa. Kama hawa watu bado wana dhamira kujenga, basi sisi tuwarahisishie mazingira. Kama wanataka kujenga Gedeli, wakija wakute uwanja umeshasawazishwa kwa gharama za halmashauri, wao wajenge tu. Hiyo inakuwa ni msaada mmoja mkubwa sana ambao wanafanya ili zoezi liwe endelevu. Lakini ukiacha mpaka wao wafanye kama hapa umeona wamesema, sasa ile hela iliyoletwa kwa ajili ya ujenzi inaingia wengine vya kodi vifaa, wakati halmashauri ina vifaa. Hakuna sababu. Sasa hivi kuna vifaa halmashauri, kwa ni vizuri wakashiriki kwa mmoja kwa. Akizindua kituo hicho cha michezo chenye viwanja 4, mkuu wa wilaya ya Ilemela Mheshimiwa Amiri Mkaripa akiwakilishwa na ndugu James Chua ambaye ni afisa tarafa wilaya ya Ilemela, pamoja na mambo mengine, amesema tuna viwanja hapa vimejengwa 4, lakini wametuhakikishia watamalizia kiwanja cha 5 pale. Wanajenga viwanja hivi kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Ilemela. Ndani ya wilaya yetu tayari wamekishajenga viwanja sehemu 2. Pale Sabasaba wamejenga, lakini na hapa Igombe wamejenga. Sisi tunatoa msisitizo kama viongozi wa serikali, na tutahakikisha kwa nguvu zote na kwa wivu mkubwa tunasimamia viwanja hivi vinatekeleza madhumuni, lengo kuu la msingi, na kuhakikisha shughuli zinazofanyika humu ni shughuli za kimichezo tu. Japo tunajua halmashauri inatamani kuongeza mapato, lakini tumesema viwanja hivi visikodishwe nje ya kazi, nje ya shughuli za kimichezo. Kazi nyingine zote, shughuli zote nyingine zinazohitaji maeneo ya viwanja yaelekezwe kwenye maeneo ya viwanja ambavyo havijaandaliwa wala havijatengenezwa bado kwa shughuli za michezo kama hivi. Tunapa eneo la Furahisha, tuna eneo la Nyamongolo, kule tumeelekeza, tumesema shughuli zote za mikutano yatafanyika kule. Lakini katika maeneo haya yaliyotengenezwa viwanja, tutahakikisha yanatumika kwa makusudi ya michezo peke yake. Rai yangu kwa wenyeji wa eneo hili, tunawasihi sana, leo michezo ni ajira. Tunao vijana wengi sana kutoka ndani ya mkoa wetu wa Mwanza, ndani ya wilaya yetu ya Ilemela, ambao wanafanya vizuri sana kwenye eneo la kimichezo. Kwa mfano, kama ni eneo la wazi litatumika kama eneo la wazi, kama ni viwanja vya michezo vitatumika kama viwanja vya michezo, maeneo ya makazi yatatumika kama maeneo ya makazi, maeneo ya huduma za jamii yatatumika kama maeneo ya huduma za jamii. Naye afisa michezo katika wilaya ya Ilemela Bwana Bahati Shosho Kizito akawa na haya ya kuzungumza. Kwa upande wa manispaa ya Ilemela mpaka sasa tumeshajenga vituo 2, Sabasaba pamoja na hiki leo ambacho tumekizindua Igombe. Kituo kinachofuata kitakuwa ni pale Gedeli. Lakini moja ya namna ambavyo tunachagua hivi vituo ni kwamba kwanza kuna maeneo ambayo kuna shule zaidi ya 2-3 kwamba wanafunzi wanaweza kutumia kipindi cha muda wa madarasa. Lakini baada ya muda wa masomo ni kwamba wananchi ama timu za binafsi ndio zinaendelea kwenda kutumia viwanja hivi hapo. Kwa hiyo kwenye uchaguzi wa hivi viwanja hatuangalii tu kwamba eneo liko wazi. Tunaangalia eneo ambalo lina watu, sio tuje tujenge kiwanja alafu vinakuwa vinabaki wazi bila matumizi
yanayotakiwa kuwepo pale. Hiyo sasa ni kwa sababu ya wale tunaita madonors wetu. Wao waliona kwamba kwenye swala la michezo katika mkoa wa Mwanza ni kitu ambacho ni kama kilikuwa kiko juu miaka ya nyuma. Kwa hiyo wakaona tukipitia michezo tunaweza tukawasaidia watu wa Mwanza, kwa sababu tuna compare mji wa Mwanza na kuna mji ambao huko Ujerumani unaitwa Wolfsburg. Kwa hiyo walifanya kukompea katika michezo, wakaona tupitie humo kusupport michezo katika mkoa wa Mwanza. Kituo kinachofuata ni Gedeli. Pia Gedeli ilikuwa ndio iwe center sasa hivi. Lakini kutokana na uhitaji wa watu wa Igombe tukaona Gedeli ifuatie baada ya Igombe. Kwa hiyo tunamaanisha